si kwa uwezo wetu, lakini tumefika hata dakika hii ni kwa sababu Mungu ana mpango na makusudi na maisha yetu. Na kila neema tunayopewa mbele yetu kuna kusudi. Bwana Yesu apewe sifa. Katika asubuhi ya leo napenda tujifunze maneno ya Mungu yanayotoka katika kitabu cha Warumi, waraka wa Paulo kwa Warumi sura ile ya 8 na ule mstari wa 14, tukiongozwa na wazo kuu linalosema uongozi wa Roho Mtakatifu. Uongozi wa Roho Mtakatifu. Wakati ninasoma katika maeneo haya nilikuwa najiuliza maswali mengi sana juu ya uongozi, kwamba uongozi ni nini, lakini pia Roho Mtakatifu ni nani. Yamkini hata wewe umewahi kujiuliza maswali kama hayo wakati Roho Mtakatifu anapokupitisha kukufundisha juu ya Roho Mtakatifu, lakini juu ya uongozi. Na wakati mwingine umepata kupambanua ni kiongozi gani ambaye unaye maishani mwako. Lakini uongozi ni ushawishi. Uongozi ni mtu ambaye anashawishi watu wengine wafanye kile ambacho hawapendi kufanya, tena kwa moyo. Huyo ndiye anaitwa kiongozi. Sasa leo tunataka kumtazama kiongozi ambaye anaitwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Roho Mtakatifu ni nguvu. Katika Wafalme wa kwanza imetajwa ni nguvu, sura ile ya 18 mstari wa 45. Lakini pia katika kitabu cha Mwanzo Roho Mtakatifu ametajwa kama upepo. Na kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 Roho Mtakatifu anatajwa kama upepo, lakini Roho Mtakatifu anatajwa kama pumzi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kiongozi wetu sisi kama Wakristo ni Roho Mtakatifu. Na ndicho kichwa chetu cha leo ambacho tunahitaji kukitafakari pamoja. Katika kitabu cha Warumi, nisome kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 kama somo letu la pili lilivyosomwa. Waraka kwa Warumi sura ile ya 8 mstari wa 14 peke yake. Maneno yale yanasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo anazungumza maneno haya kwa kanisa la Rumi, lakini wakati huo alikuwa hajafika Rumi. Na baada ya kuzunguka kuhubiri injili katika maeneo mbalimbali katika Korinto na kwenye maeneo mbalimbali, lakini kuna watu katika Rumi ambao tayari walikuwa wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kuanza kuongozwa na Roho Mtakatifu, na lile kanisa likaanza kumfuata Kristo katika Rumi. Na Paulo alijua ya kwamba katika Rumi kuna kanisa, lakini changamoto ziliingia. Waliinuka watu ambao waliingiza mafundisho ya uzushi katika kanisa la Rumi. Na wakati mwingine walikuwa wanawafundisha watu ya kwamba mtu usiposhika sheria au torati hujaokoka. Lakini bado walijiongoza wao wenyewe wengine. Walifika mahali ndani ya Wakristo hao wakamwacha Roho Mtakatifu kama kiongozi wao, wakaanza kuabudu sanamu, na wengine wakaanza kutoa sadaka kwenye miungu mingine.
Lakini Paulo anashangaa, na wakati mwingine anawaandikia maneno mazito na makali sana. Anawaambia mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ndipo anapoingia kuwafundisha katika eneo hili. Anasema kila mtu anayeongozwa na Roho wa Mungu, huyo ndiye mwana wa Mungu. Kama haongozwi na Roho wa Mungu, huyo sio mwana wa Mungu. Anayeongozwa na Roho wa Mungu, maana yake anafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Anayeongozwa na Roho wa Mungu anafanya yale ambayo Mungu amekusudia na anayasema ayafanye. Lakini yule ambaye hana uongozi wa Roho Mtakatifu anaweza akaishi anavyotaka, anaweza akajiongoza anavyotaka. Na ndio maana utakuta mtu mwingine yuko wakati mwingine kirabuni na anakesha huko. Na wakati mwingine mtu anayejiongoza yeye mwenyewe, hata kuheshimika haheshimiki hata kwenye familia yake. Na ndio maana hata akiingia kwenye familia yake, watu wanaanza kutazama watoto, sijui huyu ni baba, na majina wanabadilisha. Dingi, unajua Dingi naye Dingi. Lakini kuna kitu ambacho hana. Hebu fikiria, unajiongoza wewe mwenyewe, umefika kwenye familia yako. Wakati mwingine una watu wazima, watoto wakubwa, unapepesuka kama karatasi. Alafu watoto wanacheki, Dingi, Dingi. Wanaambizana leo Dingi, leo Dingi. Yaani uko tabani, haueleweki. Wakati mwingine hata suruali iko chakali. Alafu ndio unaingia ndani ya familia yako, hakuna heshima itakayokuwepo. Lakini ukiongozwa na Roho wa Mungu, ninakwambia hata ukiingia tu ndani ya nyumba yako, watoto wanafurahi, wanapata na amani, wanajua baba ameingia, sio Dingi. Maana unaongozwa na Roho wa Mungu. Hata kama ni mama, watakuwa na furaha kwamba mama ameingia. Hawatatafuta sehemu ya kujificha. Lakini mtu kama anajiongoza yeye mwenyewe, hata watoto hawana amani kwenye familia yake. Wakiingia watoto wanaanza, hata kama walikuwa wanacheza, wanaacha kucheza, wanaanza kutafuta mahali pa kujificha. Lakini kama unaongozwa na Roho wa Mungu, watoto watakuwa na amani, watakuwa na furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana Paulo anawaambia Warumi sasa ya kwamba kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Maana yake wanayoyafanya aliyo mapenzi ya Mungu, maana yake wanaotembea kwenye kusudi la Mungu, maana yake walio tayari kujinyenyekesha kwa Bwana, maana yake walio tayari kumfuata Kristo na kumonyesha kwa watu wengine kwamba Yesu hajafa, yuko hai. Hao ndio watoto wa Mungu. Maisha yao yanang'aa, yanamulika. Hata wakitazama mtu mwingine ambaye haongozwi na Roho wa Mungu, wanasema hakika na mimi natamani niwe kama fulani. Maana unaongozwa na Roho wa Mungu. Lakini kama huongozwi na Roho wa Mungu, hakuna mtu atakayetamani. Wewe unakaa kijiweni tu kutwa nzima hapo kijiweni. Halafu na wakati mwingine unajifariki na kujidanganya kwa maneno mengine ambayo wewe mwenyewe na uongozi uliomo ndani mwako wa roho chako pengine ya kwamba majumba yote haya ni ya kwangu. Wakifa wengine naingia kwenye gorofa lile. Nani kakwambia hivyo? Na Biblia inasema asiyefanya kazi na kula asile. Sasa fikiria wewe umekaa tu kijiweni hapo kutwa nzima. Na wakati mwingine unaweza ukaenda, yani ukashusha maneno ya umbea kwa jirani mpaka saa 10 ya jioni.
nazungumza tu. Wakati mwingine unabadilisha na kiti, lakini ziko kazi za kufanya. Usipoongozwa na Roho wa Mungu, maana yake shetani atakuongoza. Na shetani akikuongoza anakufanya kuwa mtumwa. Na Paulo amesema ya kwamba hatuko katika utumwa tena. Roho wa Mungu ameniweka huru mbali na utumwa. Paulo amesema maneno yale. Maana yake nini? Paulo wakati anaishi hajamwamini Yesu alikuwa mtumwa. Ndio maana alikuwa anaongozwa na roho chafu ya kukamata watumishi wa Mungu na kuwaua. Na ndio maana hata watu kila mahali walipokuwa wanatembea, akipita tu watu wanaambizana huko, wanapigiana simu, jamani Paulo mmemwona huko, Sauli anatisha kama nini, anakuja. Watu wanaanza kufunga milango, Sauli anapita. Alikuwa ni tishio, watu walikuwa wanamwogopa. Ndivyo na watu ambao hawaongozwi na Roho wa Mungu, unaweza ukakosa hata marafiki. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kama una Yesu, ninakwambia watu watatamani waone uhai wa Yesu uliye naye. Maana utakuwa tofauti. Paulo alipomwamini Yesu aliwekwa huru. Na alipowekwa huru hakuwa mtumwa tena. Alikubali kuongozwa na Roho wa Mungu. Ndivyo maana alichokifanya ni cha kimungu. Alitembea kwenye kusudi la Mungu. Aliishi na kufanya ambayo Mungu anataka. Na ndio maana unaweza ukaona maisha yake yalibadilika. Watu walitamani wamuone Paulo aliyebadilika. Na kila mtu alitamani aishi kama Paulo. Maana Paulo alikuwa tofauti tena. Sio kama Paulo aliyekuwa amemzoea kwa jina la Sauli. Ukikubali kuongozwa na Roho wa Mungu, maisha yako yanabadilika. Ukikubali kuongozwa na Roho wa Mungu, heshima inarudi. Hata kama ilikuwa imepotea, hata kama watu walikuwa wamekuzalau, heshima itarudi. Maana yake utapewa maarifa ya namna ya kuishi hata na familia yako. Kwenye familia yako ukifika watakuheshimu. Ukiongozwa na Roho wa Mungu utakuwa mwenye kujisimamia, hautalindwa. Wako watu ambao wanajiongoza wao wenyewe. Ninakwambia hata maisha yao yamekuwa mashakani. Wana mabodyguard hapo walipo. Kila dakika akitaka kwenda mahali ana bodyguard. Na hapo ulipo yamkini una bodyguard kwenye mwili wako. Maana kuna kitu kingine kinachokuongoza ndani mwako. Lakini ukikubali kuongozwa na Roho wa Mungu, unasogezwa kwa wana wa Mungu. Maana yake hautakuwa na tofauti, hautakuwa na kiburi. Wako watu ambao wengine wana kiburi kweli kweli. Yaani sema uwezavyo. Na wako watu wengine acha kabisa, ubinafsi ndio wenyewe. Achilia mbali na hapo. Uchoyo ndio kabisa. Anaweza akaweka na chakula hata kwenye uvungu wa kitanda. Jamaa mmoja alifanya hivyo na kikaungua kitanda na godoro. Alifanya hivyo. Walipiga hodi wageni, hodi, karibu. Anaanza kuhangaika kuweka kwenye kitanda. Yule mgeni akajigambisha muda mrefu. Lakini mpaka kikaungua kile chakula mle. Baadaye moshi ukakamata godoro. Lakini kwa sababu hakuwa na uongozi wa Roho wa Mungu. Ukiwa na kiongozi Roho wa Mungu ndani mwako, ninakwambia hutakuwa na roho iliyokunjamana. Utasimama kwa uaminifu na Mungu wako mahali ulipo. Mbona kwa waganga wa kienyeji mtu anasimama kwa uaminifu, anapeleka na sadaka ya kuku mkubwa. Nakwambia hata kama huna kuku utamtafuta mahali popote.
Haijalishi anapatikana Kenya au Uganda, lakini utamfuatilia maadamu umeambiwa kuku mweupe leta jogoo. Utamtafuta. Haijalishi utaambiwa pesa kiasi gani, utasema hata nipunguzie. Na utapeleka huko. Tukiongozwa na Roho wa Mungu, tutakuwa wana wa Mungu. Na wana wa Mungu wanaheshimika. Wana wa Mungu wana utii. Wana wa Mungu wanafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Wana wa Mungu ni waaminifu hata kwenye ndoa zao. Hakuna mpasuko hata kwenye makundi mkiongozwa na Roho wa Mungu. Haipo. Lakini kukiwa na roho nyingine, mnaweza mkakaa hata kwenye familia. Na kuambia hata mkiamka mnalala na kitanda kimoja, mkiamka hata kusalimiana hamna salamu. Afadhali hata kuku. Kuku akiamka asubuhi, yule baba wa vifaranga wote wa kuku wengine, ukifungulia lile banda, anachomoka kutoka nje. Halafu akichomoka haendi kutafuta chakula. Anasimama pale mlangoni anatazama nani anatoka. Akitoka tu kifaranga anamkimbilia, bwana umeamkaje? Halafu kifaranga naye anapiga mabawa kwa nguvu, ruka juu. Niko salama baba. Kuku. Halafu anamwacha anasubiri wengine, nani anatoka mwingine. Kila anayetoka anamkimbilia, umeamkaje? Lakini sisi kama wanadamu, kwa sababu hatuongozwi na Roho wa Mungu, tunaishi maisha ya kutokuwa na uaminifu hata ndani ya nyumba zetu. Watu tumewekeana magepu. Na wakati mwingine kwa sababu hatuongozwi na Roho wa Mungu, watu tumekaa na hasira. Tunazo hapa. Wengine hata tumefikia na maneno magumu sana, nasema nimesamehe lakini sitokuja sahau. Na tunasema namna hiyo. Lakini kama unaongozwa na Roho wa Mungu utakuwa mwaminifu. Kama unaongozwa na Roho wa Mungu utakuwa na upendo, utakuwa na moyo wa huruma ndani mwako. Maana anayekuongoza ndivyo alivyo, utatembea sawa sawa na yule anayekuongoza. Na ndio maana Paulo alipompokea Yesu alibadilika. Maisha yake alibadilika, mtazamo na mfumo wake ulibadilika. Maisha yake yalibadilika. Hakuwa kama awali. Ukiongozwa na Roho wa Mungu, anakufundisha namna hata ya kuishi na jamii. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anasema maneno haya katika Injili ya Yohana 14:26. Anasema Roho Mtakatifu akikuongoza anakufundisha. Atakukumbusha tu kila kitu kilicho chema. Katika Injili ya Yohana 14 mstari ule wa 26. 14:26 anasema maneno haya: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake ya kwamba huyo atakapokuja, huyo atakapokuja na kukaa ndani mwenu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Unajua sasa kuna mambo mengi ambayo yamkini walikuwa wamefundishwa hawa wanafunzi wa Yesu, lakini Yesu anawaambia yuko msaidizi atakapokuja, kila kitu atawakumbusha. Huyo ndiye atakuwa mwalimu, atawafundisha yote. Ukiwa na Roho Mtakatifu, kakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, unafundishwa namna ya kuishi. Hata na familia yako unafundishwa namna ya kuishi, hata na jamii inayokuzunguka
unafundishwa namna ya kuishi. Hata na wafanyakazi kwenye ofisi ulipo, unafundishwa namna ya kuishi. Hata na viongozi wenzako unafundishwa hata namna ya kusema. Hautasema maneno ya ajabu dingi. Sasa kuna vijana wenzangu hapa huwa, yani sasa hivi kuna msemo huo, na mimi wana utafuta, sijapata kuona dictionary inayo tafsiri dingi. Sijui wale wasomi wengine mnaweza mkanisaidia labda, lakini halipo. Roho Mtakatifu ukikubali akuongoze, atakushauri. Yeye ni mshauri wa ajabu kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kujiuliza mimi na wewe katika maisha yetu, nani anayetuongoza katika maisha yetu? Wewe unafahamu kiongozi uliye naye mahali ulipo. Unafahamu kiongozi uliye naye ndani mwako. Je, unaongozwa na roho ipi? Kitu gani kinachokuongoza katika maisha yako? Hicho ambacho kinakuongoza wakati mwingine kinakusukuma nenda kilabuni saizi. Wakati mwingine kinakusukuma nenda kaibe saizi. Wengine tuko wezi tu, hatubomoi nyumba, lakini ni wezi, sio waaminifu hata kwa Mungu. Kwa hiyo tunatajwa na sisi tuko kwenye fungu la wezi. Sio tu mwizi anaenda kubomoa nyumba ya watu, yale ni matokeo ya mwizi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini inawezekana yako na sisi mawazo ya namna hiyo. Na wakati mwingine tumekaa na roho ya kukunjamana, lakini alikuwa kwenye harusi. Kwenye harusi utabeberea hata kila kitu, hata kama ambacho hunacho. Na unakwenda na amani kabisa kwenye harusi. Na ukifika ule wimbo unapigwa ni bebe, unabeberea na bati yako. Utabeberea na mbuzi, utabeberea na ng'ombe, utabeberea na kila kitu hata ambacho huna hata kwenye familia yako. Hujajenga hata nyumba, lakini utabeberea. Lakini fikiria mtu mwambie kutoa sadaka na wiki nzima, wakati tu hata akikwambia kale kabinti kamitaani kakwambia bwana sweet na majina mazuri sasa hivi, hani, naomba shilingi 10,000. Nina shida nayo kweli. Yaani utajitahidi piga garagaza. Usiku na mchana hutalala, kesho upeleke tena, kesho tu. Kamesema kesho tu. Hata kangekwambia saa utapalangana saa hii kwamba ukitoka upigane upeleke 10,000. Lakini umewahi kupalangana ukapigana na kwamba nipeleke kwa Mungu, huyo anayenipa uzima na huyo anayenipa uhai, huyo anayenilinda. Maana kale nika wakati tu. Tena wakati mwingine unakaona tu. Ukitoka hapo kanasema bwana tulikutana barabarani. Lakini inawezekana ndivyo tunavyoishi. Lakini tukikubali kuongozwa na Roho wa Mungu, nyumba zetu zitapona. Hakutakuwepo na kutokuaminiana. Vikundi vitapona. Hakutakuwepo kutokuaminiana kwenye vikundi. Lakini leo hii hatuaminiani. Wakati mwingine unaweza ukaimba nyimbo hata nzuri kwenye vikundi, lakini bwana kuna njemba hata wasalimiani hata salamu hawajuani kwamba leo umeamkaje, lakini wanapika na mapambio pamoja, lakini hawasalimiani. Roho, angalia roho ambayo inakuongoza imekuweka mahali ulipo kiasi kwamba umemwona hata mwenzako adui. Yesu amesema tusipoongozwa na Mungu, kuna kiongozi mwingine ambaye anakupeleka ambako sio salama.
uwe na uhakika shetani anapokupeleka sio mahali salama. Na kazi ya shetani ni kumuongoza mtu kumpeleka jehanamu. Ndio kazi ya shetani. Atakuongoza mawazo yako, utafikiri yaliyo mabaya. Ataongoza mpaka mfumo wa maisha yako, utaharibika. Lakini ukiongozwa na Mungu, Mungu anakupeleka mahali ambapo ni salama. Mungu atusaidie sana katika siku ya leo. Tafakari mahali ulipo. Nani anayeongoza maisha yako? Nani ni kiongozi ndani ya moyo wako, anayekusababisha uwe hata ulivyo, anayekusababisha wakati mwingine ukose hata amani? Ujue huyo sio kiongozi anayekupeleka mbinguni. Tusimame tuombe. Mungu wetu